Damu ni kitu muhimu sana ndani ya mwili wa binadamu. Husaidia katika kusafirisha hewa, virutubisho pamoja na vitu vingine vinavyosaidia mwili katika kufanya kazi yake ya kila siku. Damu inapokuwa katika kiwango kidogo kisicho sawa, husababisha madhara makubwa ndani ya mwili wa binadamu. Karibu katika kipindi chetu cha leo cha afya. Tutaangazia kuhusu upungufu wa damu, sababu zinazosababisha, dalili zake na jinsi gani tunaweza kujikinga. Karibu. Upungufu wa damu kwa lugha rahisi ni uwepo wa kiwango kidogo cha damu ndani ya mwili, na hasa tunazungumzia chembechembe au seli nyekundu ambazo ndani yake zimebeba chembechembe zijulikanazo kama hemoglobin, ambazo hufanya kazi ya kusafirisha oksijeni kutoka kwenye mapafu na kwenda katika sehemu mbalimbali za mwili kwa ajili ya matumizi. Pale ambapo oksijeni husafirishwa kwa kiwango kidogo kutokana na uchache wa chembechembe za hemoglobin, husababisha baadhi ya viungo kudhoofika au kushindwa kufanya kazi yake kama ilivyo kawaida, hasa ubongo ambao hufanya kazi yake kwa taratibu, na hivyo kuleta baadhi ya madhara au matatizo katika mwili, kama vile kuumwa kwa kichwa kwa muda mrefu ambacho hakiwezi kutulia hata kama utatumia dawa ya maumivu, mwili kuchoka, na wakati mwingine unaweza kupoteza hamu ya kula. Hizi zote ni baadhi ya dalili ambazo unaweza ukazipata pale utakapokuwa una upungufu wa damu. Vipo vyanzo mbalimbali ambavyo huleta shida hii ya upungufu wa damu. Baadhi yake ni kama vifuatavyo. Sababu ya kwanza ni upungufu wa madini, hasa madini ya chuma, ambayo ndiyo dhana ambayo hutumika katika kutengeneza chembechembe zijulikanazo kama hemoglobin, ambazo husafirisha oksijeni au hewa safi na kuiwezesha mwili kuitumia katika kuzalisha nishati. Lakini sababu nyingine ni upungufu wa madini muhimu ambayo hujulikana kama madini ya folic acid au folate, pamoja na madini ya vitamini B12. Sababu nyingine ni uwepo wa magonjwa au maradhi kama vile malaria, ugonjwa wa sickle cell, na wakati mwingine hata ugonjwa wa minyoo, ambavyo hivi vyote husababisha kwa pamoja damu kupungua kwa namna moja au nyingine. Lakini wakati mwingine uwepo wa magonjwa ya muda mrefu, hasa changamoto katika figo ambayo huzalisha homoni ijulikanayo kama erythropoietin, ambayo husisimua mwili katika utengenezaji wa seli nyekundu za damu. Sababu nyingine yawezekana ni kiwanda cha kutengeneza seli nyekundu ambacho kwa lugha nyepesi hujulikana kama bone marrow, yani utando ambao hupatikana ndani ya mfupa. Huu nao kama kukiwa na changamoto katika utengenezaji wa seli nyekundu za damu, hivi vyote husababisha changamoto ya damu kuwa katika kiwango kidogo. Unaweza ukazuia madhara yatokanayo na tatizo la upungufu wa damu au anemia kama utapata lishe bora wakati wote, ambayo itakuwa ina madini na virutubisho muhimu kama vile vinavyohitajika katika utengenezaji wa damu, kama vile madini ya chuma pamoja na madini ya folate, ambayo ni chembechembe muhimu katika kuzalisha damu. Lakini pia kuwa na tabia ya kucheki afya mara kwa mara katika vituo vya afya ili kuweza kutibu magonjwa ambayo huleta changamoto ya upungufu wa damu kama vile malaria pamoja na tatizo la minyoo. Unaweza pia ukawa na ratiba nzuri au kufuatilia hedhi mara kwa mara, mzunguko wako, ili kujua dalili au changamoto itokanayo na hedhi kama vile kutokwa na damu nyingi, na hivyo kuwahi kupunguza madhara yatokanayo na tatizo la upungufu wa damu. Pale ambapo utapata dalili za hatari kama vile kizunguzungu kisichoisha, kichwa kisichoisha katika dawa, lakini pia shida ya kupumua au mapigo ya moyo kwenda kasi kwa muda mrefu, usikubali upungufu wa damu ukakuletea madhara makubwa zaidi. Wahi kufika katika kituo cha afya ili kupata msaada kamili wa jinsi ya kuweza kutibu na kudhibiti tatizo la upungufu wa damu, na hivyo kujiweka katika hali ya usalama na kujenga afya bora. Unaweza ukafika katika kituo chetu cha afya cha Royal Polyclinic. Tunapatikana Ilala Bungoni kwa ajili ya ushauri na msaada zaidi. Karibu.